Kama kuna mchezaji anayewapa jeuri mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba hivi sasa, kiasi ya kwamba baadhi yao wameanza kutamba kwamba Simba ya asali na maziwa inanukia chini ya kocha Steve Barker, basi ni pamoja na huyu Anicet Ura, kiungo wa ushambuliaji wa kimataifa kutoka Ivory Coast, ambaye mpaka sasa katika dakika chache alizoitumikia klabu yake mpya ya Simba baada ya kujiunga nayo wakati wa usajili wa dirisha dogo, ameshafanya mambo yanawapa matumaini makubwa mashabiki wa Simba. Uwezo wake wa kupokea mipira ya kwanza, chenga, kasi ni miongoni mwa mtaji, lakini pia kujua wapi pa kusimama, kufunga na kutoa pasi saidizi za mabao kwa wenzake. Ndiyo, Anicet Ura leo hii katika mchezo wa wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya KMC alishiriki kwa kiasi kikubwa kuwavuruga valizi wa KMC. Ndiyo, hakufunga, lakini ni yeye ambaye alitoa asisti kali ya kisigino kwenda kwa Libase Geye kuipatia Simba bao la pili katika mechi ambayo Simba walimaliza wakiwa wameshinda kwa mabao 2-0. Kwenye mpangilio wa kocha Steve Barker, baada ya golikipa leo hii dhidi ya KMC alianza na walinzi wanne ambao alikuwa ni Nixon Kibabage, alikuwepo Shomari Kapombe, katikati kulikuwa na mlinzi mpya Ismail Olivier Toure, lakini vile vile alikuwepo Rushain Derok, wakati katikati kulikuwa na Morris Abraham pamoja na Yusuf Kagoma. Kwenye viungo watatu wa ushambuliaji katika mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wawili, viungo watatu wa ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, ndipo alipopatikana kutokea upande wa kushoto Anicet Ura, ambaye leo hii alianza badala ya mchezaji ambaye huanza mara kwa mara Eli Mpanzu Kibisawala. Katikati kulikuwepo na Cletus Chota Chama, wakati kwenye upande mwingine alikuwepo Libase Geye, wakati mshambuliaji kinara leo hii alianza ni Selemani Mwalimu. Ndivyo kocha Steve Barker alivyoanza katika kikosi chake hiki ambacho mpaka mapumziko umiliki wa mpira ulikuwa 81%, Simba ikiwa imepiga mashuti 12, 5 yamelenga shabaha, tayari ikifunga mabao 2. La kwanza dakika 37 akifunga Selemani Mwalimu baada ya beki Mudathir Khalid kujichanganya kwa kuremba kwenye eneo hatari, badala ya kuosha mpira akafanywa pressing, shinikizo, mpira mwisho wa siku kamkuta Ura, pasi kwa Libase Geye aliyepiga shuti ambalo golikipa Fabian Mutombora wa KMC aliucheza, lakini baada tu ya kumtoka ukamkuta Selemani Mwalimu akaweka bao la kwanza la Simba dakika 37. Kwa hiyo utaona namna gani Ura alivyoshiriki katika utengenezaji wa bao hilo. Lakini bao la pili la Simba dakika 45+3, yani dakika za 3 za nyongeza za muda ambao mwamuzi Ahmed Rajiga alikuwa anafidia kutokana na kupatia kwa sababu mbalimbali, Simba wakafunga bao la pili, bao kali, bao la mchezaji bora wa mchezo wa leo hii Libase Geye, ambalo lilitokana na migongeano mizuri baina yake Libase Geye na huyu Anicet Ura, mchezaji ambaye umri wake ni miaka 26, urefu ni futi 6. Alitoa assist ya kisigino kikali, kisha Libase Geye akapiga shuti ambalo lilikwenda wavuni na kuipa Simba bao la pili. Ukiachana na matukio yaliyohusisha bao, huyu Anicet Ura, namna ambavyo alikuwa kila mara akipata mpira, sio kwamba alikuwa tu tishio kwa safu ya ulinzi ya KMC ambako kulikuwa na kina Jumanne Shemvuni, kulikuwa na kina Mudathir Khalid, lakini walikuwepo pia akina Casto Mwangoba, lakini pia alikuwa kiburudisho anapopata mpira, namna anavyopiga chenga, anavyotoa pasi ni furaha machoni mwa wekundu wa Msimbazi Simba katika mechi hii dhidi ya KMC. Lakini mchango wake kwa ujumla, anapopata mpira kuwa moja kwa moja katika kasi na mpira, anakuwa direct, ni miongoni mwa silaha za kocha Steve Barker ambazo bila shaka zitampa mambo mazuri kadri anavyoendelea kuzoeana na wenzake. Na kwa vyovyote vile ni changamoto kwa viungo wenzake wa ushambuliaji na hasa Eli Mpanzu Kibisawala kwamba Ura akiendeleza kiwango kama alichokionyesha leo hii dhidi ya KMC, huenda akamshawishi mwalimu Steve Barker ampe nafasi zaidi, kwa sababu aliwavuruga mno walinzi wa KMC kama nilivyotoka kueleza. Cheza yake akionekana atokea eneo hili, lakini kwenye kucheza mara nyingi amekuwa akiingia ndani, maana yeye gule lenye nguvu zaidi la kulia, lakini anatokea kushoto kama inverted winger, wakati huu akienda kuungana na mshambuliaji kinara Selemani Mwalimu. Chama chezi mbali kutokea hapo, yeye anakwenda kwenye yale maeneo tunasema half space, eneo la katikati ya mlinzi mmoja wapo wakati wa timu pinzani na mlinzi wa pembeni, kwa maana beki wa kulia wa timu pinzani na mlinzi wa kati anayekuwa right sided upande wa kulia. Eneo lake la kati ndipo anapocheza, akitoa fursa kwa beki
wa eneo lake la kushoto. Hapa alikuwa Nixon Kibabage ndiye anayepanda kwenda kuongeza mapana ya uwanja na kufanya Simba iwe na wachezaji wengi kwenye upande huu. Lakini wakati huu kuna Libasegea anapoingia, Shomari Kapombe alikuwa akipanda kwenda kuongeza mapana ya uwanja, huku Morris Abraham akiwa achezi na umbali, Yusuf Kagoma akiwa kati akiwa anaungana na walinzi wa wakati Shumel Olivier Toure na Rushen Derok kuhakikisha wanadhibiti mashambulizi ya kushtukiza, mipira kwenda kwa kina Rashidi Chambo kwenda kuwaletea madhara. Ni katika uchezaji huu ndipo Simba walikuwa na total dominance katika mchezo wa leo, umiliki mpira kwa asilimia kubwa kwa dakika zote 90. Dakika 45 asilimia 81, wenyeji KMC asilimia 19. Lakini kwa huyu Anicet Ura balaa zaidi alilionyesha pia katika mchezo uliopita wa Ligi ya Mabingwa barani Afrika kule nchini Angola wakicheza dhidi ya Petro Atletico. Katika mchezo huo aliingia katika dakika ya 51. Mwalimu kocha Steve Becker alioingiza kwa mkupuo yeye Ura, lakini mwingine aliyemuingiza alikuwa ni Ino Jospin Loemba, halafu akamuingiza Selemani Mwalimu katika dakika hii ya 51. Yeye aliingia akitoa nafasi ya Eli Mpanzu Kibisawala. Ni katika nyakati ambazo Simba walikuwa pungufu wachezaji 10 baada ya Kapombe kutolewa, lakini nyakati ambazo wenyeji walikuwa wanamiliki zaidi mpira na wanaongoza kwa bao moja lililofunga dakika ya 13 na Thiago. Lakini baada ya kuingia watatu hawa tayari kukawa na mabadiliko makubwa. Simba wakawa wamechangamka zaidi eneo la kati. Anicet Ura akaifungia Simba katika dakika ya 81 kwa migongeo ya mpira iliyohusisha wenzake hawa waliotoka nao benchi. Ndio, assist alipata kwa Selemani Mwalimu, lakini wakati shambulizi likianzishwa alihusika pia Ino Jospin Loemba katika eneo la kati, alimpasia Mwalimu, lakini alipasiana pia na Ura kabla ya kukimbia wote. Selemani Mwalimu akaenda kutoa assist kutoka upande wa kulia akaweka bao. Katika mechi hii ndani ya dakika 39 alizocheza Ura kuonyesha kwamba yeye si mchezaji passive, yuko active muda wote. Aligusa mpira touches, aligusa mara 16. Ni katika mechi ambayo Simba ilikuwa inagusa sana mipira. Na hivyo dakika 39 aligusa hii, akatoa pasi 8, kati ya hizo 6 zilifika, ambao ni ufanisi wa asilimia 75. Na zote alizitoa pasi hizo katika nusu ya pili ya uwanja, sio nyuma ya mstari wao wakati wa uwanja. Lakini ni katika mechi ambayo mwisho wa siku alifunga bao kwa bao zuri sana lililotokana na fast break wakiwa wanajibu shambulizi la Petro Atletico, mechi ambayo iliisha kwa sare ya 1-1 ingawa wao walikuwa pungufu. Lakini kubwa zaidi namna alivyokuwa akipata mipira. Kuna kitu tunaita, ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Star Sport Next Level, ni kuwa na mpira halafu kutembea nao, kuwa na mali. Unaenda nayo kushoto, unaenda kulia, unaenda mbele, unaenda nyuma. Tunasema carrying distance. Akiwa na mpira, alitembea na mpira, tunasema carrying distance. Kuwa na mpira umeutunza ndani ya himaya yako. Kwa dakika 39 alizoingia uwanjani, baada ya kuingia dakika 51, alitembea na mpira kwa mita 62.7. Ni urefu mkubwa mno kwa jumla, kwa maana alipotembea kwenda kulia, kushoto, nyuma, mbele, zote kwa jumla zilikuwa hizi. Lakini muhimu kuliko zote tunaita ball progressive carrying, yani ile ambayo unakuwa na mpira kwa kwenda mbele na sio vinginevyo. Sasa kwenye kwenda mbele akiwa na mpira katika mechi hii alikwenda, tunasema hii progressive carrying, yani yakuwa na mpira unakwenda mbele kwa mita 28.2. Yote ikionyesha namna gani ni mchezaji ambaye yuko direct, anakuwa na mpira kwa kiasi kikubwa kwa kwenda mbele kila panapohitajika. Ni mita 28.2 kati ya mita 62.7 akiwa na mpira anatembea nao, alitembea kwenda mbele na kuchangia kwa kiasi kikubwa ndani ya dakika 39 kuwafanya mabeki wa Petro Atletico ya Angola kujikuta akiruhusu bao hili, kwa sababu alikuwa anaenda moja kwa moja. Sasa uchezaji wake huu wenye manufaa kwa timu katika kufunga, lakini akiwa kiburudisho kwenye macho ya mashabiki kutokana na uwezo wake mkubwa wa kupokea mipira, kupiga chenga, udambwi tu vitu vimemfanya Anicet Ura aanze kujikita kidogo kidogo kwenye nyoyo za mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba, na bila shaka anaweza kawa silaha tishio kwa wapinzani wa Simba kwenye ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki ya CRDB na michuano mingine watakayoshiriki. Anicet Ura mwamba haswa. Je, ataendeleza kile alichokionyesha katika mechi dhidi ya Petro Atletico na leo hii alichokionyesha katika mechi dhidi ya KMC wakati Simba ikishinda 2-0 na kupanda hadi katika nafasi ya 6 kwa kutimiza pointi 19 ikifunga mabao 16 kuruhusu 4? Hilo ni swala la kusubiri. Akirejea aliyoyafanya tangu akiwa
Stellenbosch Afrika Kusini akiwa na kocha Steve Barker, ni dhahiri kwamba Anicet Ura tayari huyu ni mtaji haswa wa Simba katika kutimiza mipango yake. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Wewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan, bye bye.